hewani zinakuonyesha kutoka upande wa juu kwamba mahali pale pamekuwa tayari. Mwenzangu Seth Olale alikuwa upande huo saa kama nyakati za asubuhi, ambapo waliweza kuthibitisha kwamba kaburi liko tayari. Ndio hilo ambapo sasa mwili wa mwenda zake Raila Odinga utakuwa ukilazwa, ikizingatiwa kwamba ni kati ya mapenzi yake na pia mapenzi ya familia aweze kuzikwa pale. Unaona pale kuna maandishi Baba Rao, kana kwamba hayo ni maua ama kwa kimombo yanayoitwa wreath, yatakuwa akiwekwa pale. Kwa sasa kaburi hilo limeweza kuandaliwa. Imekuwa ni kazi sio rahisi kuanzia siku ilipoanza mnamo siku ya Alhamisi, lakini wale wasimamizi na wajenzi ambao walikuwa upande ule wakiongozwa na Engineer Morris Akech ambaye ni afisa mkuu mtendaji kutoka National Construction Authority, alikuwa akiongoza shughuli hii ya ujenzi wa kaburi. Likaweza kukamilika mapema leo, na sasa Raila Odinga anaelekezwa kule. Wakati huu mwili wake unapoondoka upande wa chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, wale wafuasi waombolezaji ambao wameweza kufika katika chuo hiki kikuu kuhudhuria ibada ya wafu, maombi ambayo hayakuwa marefu, na baadaye kukawa na kipindi cha hotuba. Basi waombolezaji wangali hapa. Unaona wale wanajeshi katika upande wa Kango ka Jaramogi wakiweza kujiandaa kuhakikisha kwamba wanaupokea ule mwili, kwa sababu state funeral itakuwa ni ibada yenye kuongozwa na wanajeshi. Tayari mwili uko barabarani. Hii ni baadhi ya safari za pekee ambazo zimeweza kufanywa kupitia barabarani tangu mwili ulipoondoka upande wa India kuja Nairobi, kisha kutoka Nairobi kuja Kisumu. Wamekuwa kitumia usafiri wa hali ya anga ama wa kupitia angani, na sasa mwili wa Raila Odinga unaondoka eneo la chuo kikuu cha Jaramogi kuelekea upande wa Kango ka Jaramogi kufuata barabara na